Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Unajua tukimzungumzia mwanamuziki wa nchi za wenzetu huko Marekani na sehemu tofauti, hatuwezi kusahau kumzungumzia Chris Brown. Chris Brown ni mwanamuziki wa muda mrefu na moja kati ya nyimbo zake pendwa alizokuwa anapenda ni nyimbo yake ya Baby, nyimbo ambayo imechukua taswira kubwa sana katika tasnia hii ya muziki. Lakini ni moja kati ya mwanamuziki nguli sana zaidi, ameimba kitambo zaidi na amefanya matamasha mbalimbali, amefanya mikutano mbalimbali kuhusiana na masuala ya muziki. Lakini kitu ambacho kimetokea hivi karibuni, aliachia albamu yake inaitwa Brown. Ni albamu ambayo ina nyimbo 27, lakini pia kati ya kitu ambacho kimegusa jamii hasa na kuleta mijadala mikubwa mtandaoni baada ya kauli ya Zara ambaye ni moja kati ya mwanamuziki, lakini kusema kwamba hapendi kusikiliza muziki wa Chris Brown kutokana na historia zake za zamani. Lakini Zara amesema kwamba hawezi kuwa na nyimbo ya Chris Brown kwenye playlist yake na kwamba msanii huyo anamchukulia kwamba anamchukia sana kwa kuwa historia yake ya ukatili, jambo lililozua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii. Baada ya kauli hizo kusambaa katika mitandao ya kijamii, msanii huyu Chris Brown akaonekana akimjibu kupitia mjadala ukaonekana kuhusu kwamba albamu yake mpya ambayo mashabiki wengi wamesema imeonyesha kwamba kutofurahishwa na maneno hayo. Huyu mwingine akusema kwamba ni sehemu ya maono yanayoendelea kuhusiana na maisha yake ya zamani na kazi zake za muziki. Lakini tukio hilo limeleta mjadala mkubwa katika mtandao wa kijamii kwamba kwa nini Zara azungumza maneno kama hayo, pia akazungumza kusema historia yake ya zamani, kwamba Chris Brown kuna kitu ambacho amekifanya huko zamani au kuna jambo gani ambalo amelifanya mpaka kupelekea huyu mwanadada kusema kwamba hawezi kusikiliza nyimbo zake za Chris Brown. Lakini tukio hilo limesababisha kugawanyisha mashabiki, baadhi ya kumtetea Zara, lakini wengine akiwa wana msimamo wake kumtetea Chris Brown, kusema kwamba muziki unapaswa haupaswi kutenganishwa na maisha yake binafsi. Lakini pia mjadala huu umesababisha watu wengi kuibua maswali mengi katika vichwa vyao kutokana na hii story ya Zara kusema kwamba hapendi kusikiliza nyimbo za Chris Brown. Lakini pia kuna jambo ambalo tayari Chris Brown alishari kutenda huko nyuma kutokana na historia zake. Lakini mimi na wewe tunataka kujua kwamba kitu gani ambacho kinasababisha huyu Zara azungumze maneno kama haya kuhusiana na Chris Brown, hawezi kusikiliza na nyimbo zake na kwa sababu na matendo yake au vitu vyake. Nini hasa kinapelekea mpaka Zara kuzungumza maneno haya mbele ya social media? Mimi na wewe hatufahamu mambo yanaendelea, lakini tutakuletea updates zote ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.